kuelekea uchaguzi mdogo Ol Kalou. Wakizungumza walipoandamana na Kega walipofika katika kituo cha polisi cha Oljororok kuandikisha taarifa kuhusu tukio la jana aliposhambuliwa na baada ya mkutano wa kisiasa. Wanasema kwamba kamwe hawatatishwa. Mpeperushaji wa tiketi ya UDA Samuel Mushina hata hivyo alipuuzilia mbali tukio hilo akisema ni njia ya kujitafutia huruma kwa wapiga kura uchaguzi unapowadia. Tuungane sasa na mwanahabari wetu Alan Ochanda ambaye yuko Ol Kalou atufahamishe kinachoendelea katika eneo hilo. Ochanda, unanipata? Naam, nakupata vyema kabisa. Tupo katika eneo la Ol Kalou. Hapa ni mjini Ol Kalou ambapo chini ya saa 48 zijazo zaidi ya wakazi ama wapiga kura 70,000 watakuwa wakielekea katika debe kuweza kumchagua mbunge kuchukua nafasi yake ama kumchagua mbunge ambaye anachukua nafasi yake mwenda zake Njuguna Kyarakho ambaye aliweza kuaga dunia mwaka huu. Ila kumbuka kwamba licha ya matayarisho kuweza kukamilika na kampeni kuweza kukamilika hapo jana, basi bado kuna mvutano kati ya UDA na DCP ambao wamekuwa wakivaana katika chaguzi ndogo kutokana na ule ubabe wa kisiasa kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Na hii leo ama hapo jana jioni, mbunge wa Iala Kanini Kega aliweza kuzua madai na pia gari lake tumeweza kuliona liliweza kuharibiwa, na anasema kwamba jana jioni baada tu ya mkutano wa hadhara, mkutano wa kisiasa wa kampeni za mwaniaji wa ubunge wa eneo hili tiketi ya DCP, baada ya mkutano huo, wakati ambapo alikuwa akiweza kutoka, basi anasema kwamba aliweza kuandamwa na watu ambao hawajui, ila anashikilia kwamba yeye mwenyewe anashikilia kwamba ni maafisa wa usalama na gari lake likaweza kuharibiwa. Na ila kufikia leo ameweza kuandikisha taarifa kwenye kituo cha polisi cha Oljororok hapa eneo la Ol Kalou. Alikuwa ameweza kuandamana na baadhi ya wanachama wa chama cha DCP ambao wanasema kwamba tukio hilo ni kifungua macho kwamba asasi za usalama zinatumika na serikali kuweza kuwakandamiza, kuwatia uoga, ili inapofika siku ya Alhamisi wasiweze kuweza kufika pale. Ile wanasema kwamba hawatakuwa wakitikisika na watakuwa wakiweza kufika pale siku ya Alhamisi kuhakikisha kwamba wanalinda kura. Wanasema wenyewe watakuwa wakiweza kulinda kura kwa sababu hicho ni kifumbua macho kwamba wazi watakuwa pengine upande ule mwingine unakuwa ni madai yao kwamba upande ule mwingine unalenga kutilafiana na uwazi wa zoezi la upigaji kura siku hiyo. Na wenyewe wanasema kwamba hawatakuwa wakitikisika, ila siku hiyo watakuwa wakihakikisha kwamba wanalinda kura yao. Ila tumeweza kuzungumza na yule ambaye anapeperusha bendera ya UDA Samuel Mushina. Anasema anapuuzilia mbali madai hayo, anapuuzilia mbali tukio hilo akisema kwamba ni dakika za mwisho na huenda wapinzani wake pengine wanageukia matukio ama visa vya kuweza pengine kutafuta tu huruma na kuweza kuhakikisha kwamba wanaleta ile dhana ya kwamba wao wanalemewa na asasi za usalama, ili baadaye wapiga kura wao wakiweza kuwahurumia na kuweza kuwachagua na wala si hao wengine. Na hivyo Sam, tutakuwa bado tukiweza pengine kuwaletea watazamaji wetu taarifa hii kwa utendeti katika taarifa zetu za saa moja, kwa sababu ni vuta ni kuvute kati ya DCP na UDA. Ila wao wanapolumbana, kumbuka kuna wao wengine 7 wote wakiwa 9 ambao wanalenga kuwa wakiweza kujinadi tu kwa wakazi wa Ol Kalou kuweza kuchaguliwa kama mbunge wa eneo hili la Ol Kalou kuchukua nafasi yake Njuguna Kyarakho aliyeweza kuaga dunia. Na kwa hivyo tunapokutana saa moja tutakuwa tukiweza kuwajuza kwa kina kila kinachotukia hapa katika eneo la Ol Kalou. Na asante sana Alan Ochanda kwa tathmini hiyo kuhusu uchaguzi